Tangu ulipotokea huu uvamizi wa Marekani na Israeli kwa Iran, kumeshatokea matukio mengi na tumeshakuletea na umeshasikia mengi na bado unazidi kusikia mengi. Lakini kubwa lililotokea wiki hii ni pale tulipoambiwa kuna kusimamishwa kwa mapigano kwa wiki 2. Marekani imekubali kuwasikiliza Iran. Iran imekuja na masharti 10. Dalali katikati ni Islamabad, Pakistan. Watu wengi wanahisi kwamba Trump ameanza kushindwa, mkubwa ameanza kutapatapa, kuna zaidi ya hivyo. Lakini swali sio wanakubaliana nini. Swali ni kwa nini wanakubaliana sasa hivi. Kwenye hii episode nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo hii sio kusimamisha mapigano ya vita, ni kusimamisha mapigano ya soko. Yes, kuna vita 2 zinaendelea. Vita za frontline ambazo ndio zinahusisha bunduki unazoziona, na kuna vita ya soko ambayo ni ngumu kuiona lakini ni real na inaamua kila kitu. Asante kwa kila ambayo unaifuatilia hii. Nafuatilia kila comment ambayo unaiweka huku kwenye hizi episodes. Naona pia jinsi ambavyo watu wanapenda hiki ninachokifanya. Licha ya kwamba unakutana na story nyingi, lakini unafurahi hiki ninachokuletea hapa, kwamba najaribu kukupa picha ya hayo yote unayoyasikia. Namna ya kunisapoti na inachukua chini ya sekunde 3 ni kubonyeza tu subscribe. Nina ndoto ya kufikia watu 100,000 ambao ni subscribers. Watanifanya nifanye full time hapa kwenye hii channel. Sasa nikiangalia idadi ya watu wanaotembelea hii channel ni wengi kuliko hata hiyo 100,000. Kwa hiyo kila mmoja akibonyeza subscribe, naamini ni jambo la faster tunafika huko juu. Sasa basi, Iran wamekuja na masharti 10. Na hapa nataka nikuchambulie haya masharti 10 ambayo Iran imekuja nayo na ambayo Trump anasema amekubali kuyasubiri. Na ndio maana watu wengi wakiangalia haya masharti 10 wanahisi kwamba Trump amezidiwa, kwa sababu hawaoni kitu kingine ambacho labda Trump na watu wake wa karibu wanakiona. Tuanze na sharti la kwanza hadi la 10. Sharti la kwanza ni kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani. Iran inataka viondolewe primary and secondary sanctions zote za kiuchumi, ili uchumi wake uweze kurudi kama kawaida. Kumbuke wa jamaa pesa yao ilishuka juzi, kwa hiyo wana matatizo ya kiuchumi, achana na mabomu yanayoshuka. Kipengele cha hili sharti ni kwamba Trump akilikubali ni kama kukubali kile ambacho Obama alikikubali na yeye akaja kukifuta kwa madai kwamba Obama alizingua. Sharti la pili, Irani wanataka Marekani iondoe majeshi yake katika baadhi ya kambi za eneo la Ghuba. Manake Irani inasema Marekani, punguzeni uwepo wenu ili eneo. Sasa ukiangalia hili sharti, tafsiri yake ni kwamba endapo Trump akilikubali, manake ni kwamba mwanzo ukiangalia ramani walikuwa jeshi la Marekani limezunguka Iran pande zote, na hata kisaikolojia ilikuwa ina make sense kwamba Marekani ni mkubwa. Lakini endapo ikiisha kwa wao kupungua Mashariki ya Kati, it means hiyo ni kushindwa. La tatu, Marekani ikubali haki ya Iran kuendelea na uranium enrichment. Sasa hili ndio sharti ambalo ni chanzo cha huu mgogoro wote, kwa mujibu wa Marekani ama Trump mwenyewe, kwamba lengo ni kwamba wanataka kushusha uwezo wa Iran kurutubisha madini ya uranium. Ukienda kwenye episodi yetu hii kuhusiana na nuclear na hii nishati yake kiujumla, tulikuelezea deep, lakini kwa ufupi ni kwamba ukiwa unataka kurutubisha uranium kwa level ambayo unataka kuhudumia viwanda kwa maana ya matumizi ya kawaida ya watu, nishati ni 2% tu inatosha. Lakini ili uweze kurutubisha kwa kiwango ambacho inaweza katengeneza bomu, inabidi ifike 90%. Sasa inasemekana Iran wamefikisha 60% ya huo urutubishaji. Sio kazi rahisi kwa teknolojia na muda na kila kitu. Kwa hiyo kufikisha 60% yenyewe ni kitu fulani hivi noma. Sasa Iran
wanataka uthibitisho kwamba ile story ya kusema kwamba Iran itaondolewa uwezo kabisa wa kurutubisha uranium, hicho kitu hakipo. Wapo tayari kuzungumza kuhusiana na uranium wa kutengeneza bomu. By the way, yule Ayatollah aliyefariki, yeye ndo alikuwa kikwazo cha kwa nini walikuwa hawaja develop bomu. Aliwahi kutangaza kile kinaitwa fatwa, ambayo ilikuwa ni moja ya amri ambayo kwa mujibu wa maandiko anasema kwamba bomu la nyuklia ni kitu cha kuharibu dunia ya Mungu, Kuna factors nyingi za kidini ambazo ilipitishwa kabisa. Kwa hiyo hadi wanavamiwa, Iran ilikuwa imepitisha kabisa hiyo fatwa kwamba tutakawa tutengeneze uranium, bomu la kuja kuteketeza dunia ya Mungu. Kwa hiyo kila mtu anajadili kwamba huenda hii sababu ikawa haipo, kwa sababu wamesha kiona cha mtema kuni, wameshapigwa vya kutosha, na huenda wakaona bora tupitie njia ya North Korea. Sasa takwa la 4 la Iran ni kwamba Iran ibaki na udhibiti juu ya Strait of Hormuz. Hii ndo ile njia niliyokuambia karibu 20% ya nishati inapita hapa na chakula cha hizi nchi za Ghuba. Sasa shida ya hili takwa ni kwamba Marekani itakuwa imelose, kwa sababu kabla ya hapo usimamizi wa Hormuz mwanzo ulikuwa chini ya sheria za kimataifa. Kwa hiyo ilikuwa hamna msimamizi ambayo ni nchi moja kwenye hili eneo. Lakini hili takwa maana yake ni kwamba Iran wanasema tumeshaona na nyinyi mmeona hatari ambayo hawa jamaa wametufanyia, na mmeona kwamba hapa Hormuz ndo sehemu pekee ambayo tunaweza tukambana huyu jamaa akabehave. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuachia hili eneo, tutaendelea kulishikilia na kuamua nani apite nani atoke. Yani tunaamua mchakato wa hapa, mamlaka ambayo mwanzo hawakuwa nayo. Kwa hiyo hili takwa pia ni kulose kwa Marekani. Takwa la 5 ni Marekani ilipe fidia kwa uharibifu uliotokea. Iran inataka hii compensation ifanyike ya mashambulizi yale ya miundombinu. Umesikia madaraja yamevunjwa, kwa hiyo maana yake kuwe na muamala ambao utasoma kutoka Marekani. Sioni pia kama ni rahisi kwa Marekani. Namba 6 ni kusimamisha mashambulizi dhidi ya washirika wa Iran, ile inayoitwa Axis of Resistance. Nimesha kuelezea sana kina Hezbollah, Houthi wa Yemen, Hamas na makundi mengine ya kikanda. Na hii ni moja ya sababu ya mvutano uliopo hadi leo kati ya Israeli na Iran. Nilikwambia Iran inaishi kama empire. Kwa hiyo na wao, mbali na mipaka yao ya kijiografia, wana washirika kama unavyoona Marekani naye ana washirika. Moja yao washirika wapo pembezoni sana na Israeli na wanazuia sana Israeli kufanya mambo yake. Kama utakumbuka, Israeli ilitaka kujitanua ikachukua eneo la Lebanon, kwa sababu unajua nilikwambia Lebanon ilikuwa ni nchi ya Kikristo. Kwa hiyo na ilivyo jiografia yake, jamii haziconnect, hazina hiyo sense ya utaifa kwa sababu ya geography. Nilikuelezea hata kwa Pakistan, nilikuelezea kwa Afghanistan. Nchi nyingi zenye milima, sehemu penye milima, jamii zake hazina ile sense ya utaifa sana. Kwa hiyo Israel ilikuwa inataka kuchukua ili eneo na ilivamia kabisa, wakakaa. Ndipo wakaibuliwa wauni wa kuitwa Hezbollah. Kikaanza kama chama, movement, baadaye kikamuondoa Muisraeli pale na kikabaki pale kwamba sisi ni kuhakikisha Israeli hawezi kufanikiwa kujitanua nje ya mipaka hii ya kimataifa ambayo alipewa. Hiyo kazi anasaidiwa nani? Iran ndo anawasaidia. So Israel anamuona Iran kwamba wewe kwa nini usitulie huko? Tukarudi enzi za Shah, ambazo Shah alikuwa anajali kingdom yake tu na jiografia yake. Hiki ni kitu ambacho unaweza ukaona jinsi gani hata Israeli haiwezi kukubali. By the way, Israeli wametoa tamko wakisema kwamba tunaungana na Marekani kusimamisha mapigano, lakini sio mapigano yanayoendelea Lebanon. Namba 7, Iran wanataka kufunguliwa tena kwa usafiri salama kwenye Strait of Hormuz kwa masharti ya Iran. Kufunguliwa tena maana yake, yani hili ni sharti tofauti, kwamba wakati huu tulikuwa tunafungua hapa ni masharti yetu, yani kwamba meli 2, 3. 8, kusimamishwa kwa mashambulizi ya Marekani na Israeli kabisa wakati wa mazungumzo. Yani maana yake ni kwamba tusiwe tunapiga story hapa alafu nyie kumbe mnajipanga. Nadhani Irani wamelitoa ili kwa sababu ya experience ya nyuma. Mpozenu Qatar kule mnaongea mara kinaumana.
Juzi pia zikatoka taarifa kwamba watu waliotumwa na Iran kwenda kufanya mazungumzo ndani ya Pakistan, ambayo ndio inasimamisha huu mchongo, Israel ilikuwa inataka kuwashambulia. Pakistan wakasanukia mapema, wakamwambia Trump wakarudi kwa Israel akamwambia, oya, msithubutu kufanya hicho kitu. Namba 9, Iran wanataka kuhakikishiwa usalama wao dhidi ya mashambulizi ya baadaye. Yaani kwamba tukubaliane kwamba hii ni garantii ya kutoshambuliwa kabisa. Yaani kwamba sio tumesimamisha tu mapigano sasa hivi, yaani unasema pia kwamba hutotushambulia tena kwa chochote kitakachotokea. Na mwisho, mfumo wa makubaliano ya kudumu ya amani ya kikanda. Hii inaitwa long term settlement. Na hapa sasa ndo tunaondoka kwenye ishu ya mitutu, tunaingia kwenye hoja za kibiashara na uchumi. Hii ni ceasefire ya muda, na hata viongozi wa kijeshi wa Marekani wamesema wazi, ceasefire ni pause, sio mwisho wa operation. Lakini swali ni kwa nini hii pause imewekwa wiki 2 baada ya matamko ya kutishiana amani ya Trump? Kwa nini sio mwezi? Kwa nini sio mwaka? Jibu lake lipo Wall Street. Strait of Hormuz ilipotishiwa kufungwa, faster shipping signals zikaanza kupotea kwa zaidi ya 43% ya meli ya eneo hili. Hii ilikuwa ni indicator panic ya biashara za dunia. Oil ilianza kupanda, Tanzania yenyewe tumeiona, insurance ya meli ilipanda, shipping delays zikaanza, na wawekezaji wakaanza kuuza stocks. Na ndo maana baada ya ceasefire kutangazwa, bei ya mafuta ilishuka chini ya $100 faster. Soko limepumua. Sasa hapa ndo inabidi uelewe vitu viwili. Kuna hiki kitu kinaitwa hedge funds, sio kama umewahi kukisikia hedge funds. Okay, kwa lugha rahisi ni kikundi cha watu wenye pesa nyingi sana, mabilionea, benki kubwa, zile mifuko za pensheni zile, serikali yenyewe, kampuni kubwa zote, wanaunganisha pesa zao, alafu wanaajiri wataalamu wa kuchezesha sokoni ili kupata faida. Kwa mfano, mtu mmoja ana dola milioni 10, mwingine ana labda dola milioni 500, mwingine ana dola labda bilioni 2. Wanazikusanya pamoja, alafu wanamuita huyu bwana anaitwa fund manager. Wapo wa wataalamu, anaanza kuzitrade. Sasa unazitrade vipi hizi pesa? Kwenye stocks, stock market kama unasikiaga, kwenye biashara ya mafuta, makampuni wanachukua labda bidhaa, kuna mtu anataka meli yake itoke sehemu fulani ilete mafuta afu auze, akiingia mtaani ile pesa ikirudi alipe madeni. Kama unavyosikiaga wafanya biashara wengi wakubwa huaga wamekopa. Kwa hiyo anachukua, anafanya biashara, anachukua faida, afu pesa nyingine anarudisha deni, alafu anakopa tena, ndio mzunguko unaenda hivyo. Hakuna mtu mwenye pesa nyingi mkononi. Kwa hiyo wanawekeza kwenye mafuta, wengine ndio hivyo wananunua dhahabu. Nilikuambia kwamba kuna baadhi ya serikali zinanunua dhahabu, wengine wananunua sarafu, ndio unasikiaga hizi forex. Forex ni wananunua sarafu. Ukifuatilia kwenye episode yangu ya shilingi ya Kenya na Tanzania pia nilikuelezea kwamba moja ya sababu ya ukubwa wa shilingi ya Kenya ni jinsi ambavyo ina nguvu kwenye forex. Watu ambao wananunua shilingi ya Kenya wanauza na hii, wananunua Tanzania, wananunua Marekani, then ikipanda bei yani kama kamari hivi ya pesa. Hiyo michezo wanafahamu watu wa huko. Then kuna ile inaitwa risk bets za vita. Kwamba unacheki kuna vita fulani inaendelea sehemu fulani, tajiri anaona kuna industry fulani pale itahitaji pesa ambazo nikiwapa sasa hivi ile vita ikiisha watakuwa na pesa ambazo watanirudishia zaidi, kwa hiyo nitapiga hela. Yani ukishakuwa na hela nyingi utaelewa haya mahesabu ninayozungumzia. Lakini all in all ni kwamba elewa tu kwamba ukishakuwa na mabilioni ya pesa, namna ya kufanya yaendelee kuwepo ni stress kuliko hata namna ya kuyapata hayo mabilioni. Ndio maana zinaitwa hedge fund, yani kwa sababu zinajaribu kujikinga ile hedge dhidi ya hatari. Kwa hiyo unaweka pesa yako sehemu ambayo una uhakika kwamba kivyovyote vile haitashuka, itapanda. Kwa lugha ya mtaani, hedge fund ni kama vikosi vya pesa vya Wall Street, kwa maana ya soko la hisa la Marekani, vinavyocheza betting kubwa kwenye future ya dunia. Na kwa sababu
dola ndio pesa inayozunguka zaidi duniani. Kwa hiyo jamaa wanacheza na hizo sehemu. Kwa hiyo unachukua pesa huku unanunua dhahabu, huku unanunua mafuta, huku unanunua stocks za kampuni fulani, huku unanunua sarafu, huku unacheza na michezo yote hiyo inachezwa na watu wenye uwezo wa kutumia hizi hedge funds. Sasa kwa nini hedge funds zinaweza kusababisha pressure kubwa ya kisiasa unayoiona? Ni kwa sababu zina trade trillions of money. Kwa mfano, mwezi Machi mwaka huu 2026, hizi hedge funds za Marekani ziliongeza betting ambayo iko faster kwa miaka 13 iliyopita haijawahi kutokea. Walikuwa na beti kwamba market itaanguka kwa sababu ya vita ya Iran. Kwa hiyo serikali ya Marekani inaangaliaga hizi signal kwa makini, kwa sababu ikiwa hizi hedge funds, hii mifuko ya uwekezaji itapanic, uchumi unaweza kuingia kwenye wanakiita recession. Na hapa ndo tunaingia kwenye kitu cha pili kinaitwa S&P 500. Hii ni nini S&P 500? Hiki kwa kifupi ni kipimo cha afya ya uchumi wa Marekani. Labda usikii sana, lakini ukigoogle tu S&P 500 utaona. Ni index ama chati ambayo inafuatilia makampuni 500 makubwa zaidi ya Marekani. Hapa ndo tunazungumzia Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla na mengine. Hii index inakava karibu 80% ya thamani yote ya kampuni za Marekani zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa. Kwa lugha rahisi, S&P 500 ni thermometer ya uchumi wa Marekani. Kwa hiyo ikianguka vibaya, ina maana investors, ndugu wawekezaji, wana hofu kuhusu future. Kwa nini vita Irani inaathiri S&P 500? Ni kwa sababu 4. Kwanza, mafuta yanapanda bei. Iran inahusishwa na hii vita. Kwa hiyo oil ikipanda inaongeza inflation kwa maana ya mfumuko wa bei wa vitu, alafu inapunguza biashara. Baadhi ya watu watakataa kuuza baadhi ya vitu vyao ambavyo walivinunua kabla, lakini pia pesa yako haitaweza kununua vitu vingi, so inapunguza biashara na pia inapunguza profit za kampuni. Pili, ndo hii Strait of Hormuz risk ambayo nilikuwa naizungumzia, kwamba hapa yanapita karibu 20% ya mafuta yote duniani. Ikiwa imefungwa, maana yake ni kwamba uchumi wa dunia unatetemeka. 3, wawekezaji wanaanza kuuza stock. Wanahamia kwenye dhahabu, bonds, dola. Na hii inashusha hii index ya Marekani, yani S&P 500. Naposema hivyo, maana yake ni kwamba hawa jamaa wanaanza kubeti kwamba ili soko litaanguka. Sasa walifanya hivyo ninavyoongea Machi 2026 kwa kiwango kikubwa sana. Na hii ndo wanaita heart attack ya S&P 500. Wanamaanisha nini? Ichukulie kama chart show, tuseme show ya zamani ladha 10 za bongo, ambayo ukimuona msanii kwenye hii chati, maana yake huyu anafanya vizuri, anakopesheka, anaweza kupata shows, anaweza ni kuendesha maisha yake vizuri. Na ukitoka kwenye hii chati, maana yake hali ni mbaya. Unajua hizi kampuni nyingi unazosikia, sijui Tesla, Microsoft, hizi thamani unazosikiaga sio thamani ya pesa ambazo wanazo, ni stocks. Kwa hiyo thamani ya kampuni au mtu ndio inafanya anaweza kukopesheka zile pesa nilizokuambia kwamba kuna hizo hedge funds, yani kuna matajiri wana pesa ambazo wanazitawanya sehemu mbalimbali zikafanye project. Kwa hiyo kama una project ambayo sokoni ina thamani kubwa, yani ina future nzuri, maana yake unakopesheka wewe. Ndio maana Elon Musk aliweza kununua Twitter na pesa ambayo hakuwa nayo mkononi. Kuna wakati sifa za hizi makampuni kutokana na jinsi yanavyorun, yanavyoenda, zinafanya thamani yake inapanda kwenye bei. Na hizi S&P 500 ndio waga wanaonyesha sasa hizo chati kwamba nani kapanda nani kashuka, na ndio inaongeza thamani. Ikiongeza thamani kwenye kampuni, inafanya matajiri wale ambao wameweka pesa zao zichezwe, huyu awekeze huku awekeze huku, wanafanya wawekeze kwenye zile kampuni. Kwa ambao wako kwenye soko la hisa wananielewa. Kuna mabroka wale ambao wako katikati wanakuambia wekeza kwenye kampuni hii, wekeza kwenye kampuni hii. Sasa kwa nini wanakuambia? Ni kwa sababu ya data ambazo wanazipata kwenye soko la dunia, kwamba huyu anafanyaje kwenye soko la hisa, thamani yake inapandaje.
Kwenye maisha ya kawaida hii uioni na usiitafute, lakini kuna watu wanacheza na hivi vitu kila siku, kuangalia pesa hivi imeshuka kwa dakika kadhaa na nini, na hiyo michezo kwa namna fulani inaathiri sehemu kubwa ya maisha yetu halisi, japokuwa tu hatuoni. Mfano mdogo tu ni ishu ya kupanda au kushuka kwa dola. Unasikia leo iko hapa, leo iko hivi. Kuna watu wana trade kila sekunde, na sometimes kwenye hizo trade mambo yakiharibika, ndio unakuja unasikia na tupiga mpaka huko kwenye bei ya vitu. Kwa hiyo sasa jamaa wakisema kwamba kampuni fulani imeshuka, imagine Tesla leo walivyowekeza kwenye makampuni makubwa, alafu ile thamani yake inashuka. Maana yake wawekezaji wanaondoka, wakiondoka maana yake jamaa atashindwa kulipa vitu. Maana yake ndio maana unasikia gari tajiri anaweza akafilisika ndani ya usiku mmoja, amebaki na pesa tu aliyokuwa nayo, lakini thamani yake yote inashuka. Kwa hiyo kadri inavyoshuka inapunguza uwezo wako pia wa kuzalisha, na inapunguza uwezo wako pia wa kulipa madeni na uwezo wako wa kukopesheka. Sasa tajiri akipitia hayo matatizo huko juu, akopesheki, hawezi kulipa madeni, obvious watu wa chini tunapitia hicho kisanga. Na ndio maana sasa unaelewa kwa nini Trump amekubali hii ceasefire ya wiki 2. Kwa sababu US president huwa haongozi tu vita, anaongoza stock market confidence, anaongoza saikolojia ya wawekezaji, anaongoza mifuko ya pensheni na stability yake, na anaongoza pia mazingira ya uchaguzi ujao kwa ajili ya chama chake. Kwa hiyo ukiona kwamba bei ya mafuta imepanda zaidi ya $100, alafu S&P 500 inaanguka kule, hedge funds zina paniki, mara mfumuko wa bei unatokea, White House inaanza kupata pressure, ndo hiyo stop escalation inaanza, na ndio maana wameweka hii pause just to make sure kwamba hili soko halishake sana. Kwa hiyo sometimes Wall Street, soko la hisa la Marekani, ndo huamua tempo ya vita kuliko hata Pentagon. Sijui nimekuelewesha vizuri kuhusiana na hiki. Kwa hiyo ukiona hiki unachokiona kati ya Iran na Marekani, mara nimesimamisha mapigano, mara sometimes kuna data nyingine ambazo wanaziangalia ambazo wala zipo kwenye nani anaweza kumpiga nani. Marekani inaweza ikaigeuza Iran majivu anytime. Marekani ina uwezo wa kwenda kinyume na sheria zote unazozijua, kama ambavyo umeona matamko ya Trump, matamko ya Israel, matendo yao, lakini kuna vitu ambavyo hawawezi kumess up navyo, ni utajiri. Na ukumbuke Trump hili linampiga direct kwa sababu ni moja ya mabilionea. Kwa hiyo sio tu kwamba anaangalia thermometer ya nchi, hata yeye mwenyewe anaangalia thermometer yake. Na ndio maana sometimes inabidi yale matapishi yake mumuone mjinga, mumuone kwamba haelewi anachofanya, lakini vita ni zaidi ya hicho unachokiona, bunduki na hayo mengine. I hope nimekuongezea kitu kuhusiana na hiki. Tazidi kukupa updates za matukio mengine. Sometimes sikimbizani nayo sana, naangalia ni namna gani ambayo nikija nikikupa jambo utaweza kuelewa mengine mengi unayoyasikia kila mara. Naitwa Grayson Gideon. Hii ni MDC update ya madini.com, taarifa na maarifa.